Dear viewer, this is Kibra Mike on the go. Today your host is Mary Shanice. I'm with my co-host Hussein Omar. Today we are interviewing our one and only Gogo Boys Kochare. Ako hapa kwenye nyumba. I go by the name Okwako Wilberforce Chisira, but mostly people know me by Coach Wilbar. Coach Wilbar. Yeah. Hey, Wilbar wewe ni cool, calm and collected. So ningetaka kuuliza as in wewe ni Wilbar. Tell us more about yourself. Okay, Wilbar naweza sema ni mkazi na nimelelewa Kibra. I've been to Kibra for so long. Naweza sema half of my childhood nimegrow Kibra, though I was born in Kariobangi, but wazazi wakakuja kamia Kibra, nimelelewa Kambi Muru. Kambi Muru tukakaa sana, kakuja tukasonga Mashi. Mashimoni huko hivi ndo tulikaa paka nikafika around class 7 8, kakuja kumalizia na nyumba kubwa ama unaweza sema darajani. Yeah. So nini ilikuwa kuinspire uko na uanze kucheza futa? Okay, ball nilipenda tu ball kutoka kitambo. I can say that I had an uncle, bro ya Madhi. And yeye ndo mtu tulikuwa close sana kwa cheza ball. Na by that time yeye akiwa Chuo High School, hiyo ndio ilikuwa inamsomesha, alikuwa anasoma Muhila Boys huko Western. Kasei Butere. Na so alikuwa nikimwona tu hivi na feel nikwe part of him. Kutoka hapo akakuja Nairobi. Kuja Nairobi akajoin na team. By that time ilikuwa inajiita kampuni, ilikuwa inajiita Firestone. Hapo hivyo ndo alipiga ball paka venye alipoteza life yake juu ya ball. Na ikakuwa tu inanimotivate. Kwanza kitu ili happen sasa ikafanya nikafeel nikwe part of football ni vile football walirun na matanga yake ilikuwa so touching na very heroic. So nikafeel na I have to be part of ball. So kutoka hapo naye babake pia alikuwa best yangu, alikuwa tukienda kuona ball nikiwa Ushago, twenda naye kidogo tu mipira kwa boma, nikaanza kucheza mpira na nikazoea. Hiyo hata sijaanza kwenda shule hiyo time. So lazima ukiwa mless. Yeah. Alafu sasa umechezea kama teams gani? Unajua lazima ulianzanga chini ndio ufike hapo hivyo place huko. Kutoka hapo watu tukajoin chuo, tukajipata Nairobi, tukishajifunza mother tongue, tukarudishwa Nairobi kukaa na wazazi, hapo tukaingizwa. So hapo primo tukaanza kucheza ball, tuna zile inter schools. Nilikuwa Mashimons Quarters. Mashimons Quarters hapo hivyo sasa unajua ni timu iko katikati ya kijiji. PE ni ball. Break ni ball. Yani kila kitu ilikuwa tu ni ball. Sisi vitu kama mbio, boxing na baki ni vitu ulikuwa unakutana nazo tu kwa video za umeenda kwa video kuona ball, ndio unaona hizo, ndio unagundua kuna another game beside football. But hiyo time kiwa Mashimons Quarters kila kitu ilikuwa tu ni ball. Okay. Kapelekwa Langata Primary huko nikiwa class 6 5 already nishakuwa captain wa school team. Wow. Sasa hiyo tu ni nyota yako ndio ilikuwa inaongea. Yeah. Okay, Kochare, since umesema you started coaching at an early age, class 6. School captain class 6. Okay. Then after that, timu gani za mtando umechezea before being a coach? So hiyo time sasa tukiwa chuo hapa mtaa kulikuwa na tona kadhaa za watoi, na tulikuwa na Yai, tulikuwa na Kiko, alafu kakuja akaintroduce Carolina. Hiyo time kulikuwa na team fulani ilikuwa inajiita Langata Boys, tulikuwa na train ya Otiende. Hiyo time kulikuwa inaitwa ni Otiende, lakini sana sasa kwa najua kama Lango. Hapo penye National Housing zimejengwa hapo. Pondo kulikuwa na ground yenye tulikuwa na train hapo kama Langata Boys. So Langata Boys was my first team kuchezea beside inter schools ama school games ama PE. So that was our first game kucheza. Hiyo time kwa piga ball mguu tupu. Jazi watu wengine walikuwa wanavua, wengine wanavaa. So hakukuwa na stories za jazi hiyo time, but ball ilikuwa inapigika. So kwa hizo mataona nilikuwa nachezea Langata Boys. Kutoka Langata Boys kakuja Carolina, sasa ikakuja ka take over mtaa mzima. Nikajipata kwa timu inajiita Uta. Tulianza kama Uta, baadaye kakuja ka change kajiita St. Uta. So hapo hivyo ndo nikapiga ball. But after Uta kapen sasa nimefanya class 8. Mimi direct nikapelekwa Western Chuo. Na tena chuo nilipelekwa juu ya ball. So ulikujaje ukajipata ukaanza kuwa kama Kochare? So
After few kwanza nikiwa Western nimemwambia nikiwa Western nikapiga ball, nilipelekwa kuna chuo ilikuwa inaitwa Bushangala. Huko nikapata watu huko body structure zao na body structure zetu ni funny sana. Huko mtu ametoa socks, amesongesha chini unaona veins, serious veins. So ikapen niko form 1 una trainer wase kama hao, nikaanza kuepa nini? Mazoezi na za kuepa games. But games master alikuwa ashaniona already. Na ashajua niko kwa hiyo shule nalipa half fee cause ya nini? Ya ball. Ndio timu ilikuwa ni chuo ilikuwa jaribu kutaka kujileta cause ilikuwa kwa zone yenye watu wapiga ball, ilikuwa kwa zone ya Kakamega High, kwa zone ya Msingu. Hiyo time Msingu ilikuwa piga ball. Ukienda the other side kulikuwa na Butere Boys. So watu walikuwa piga ball. So hiyo ndio chuo pili ilikuwa inajaribu kujibring, so walikuwa wamekuja kutafuta wachezaji huko na nilikuwa among the hiyo project. So kaanza kuepa bado walimu wananitafuta wananirudisha grao. So kapet tumeenda kucheza friendly na Msingu. Msingu ulicheza ball fiti sana, niliingizwa sikuanza cause nilikuwa form 1 na form 1 hatukuwa napewa hiyo first priorities. So kwa hapo Msingu kacheza ball, mwalimu fulani mwalimu wa Msingu akaniambia nataka ujoin chuo Msingu, ukuje ujoin Msingu na ukuje for free. Huko so wanalipa particular percentage. So penye mimi ilikuwa mixed na ilikuwa day boarding. Kiangalia kuja chuo penye ni mandume peke yake, kasema hapana, hiyo life nilikuwa nimeambiwa kuna bullying. Hiyo time yetu kulikuwa na bullying sana. But wajua penye kuna madem, kuna nini, kuna ako ka social nini tofauti na penye kuna one gender. So pale nikakataa, tukarudi tena another day. So mwalimu akaambia tu defender yake Mazano, ile kijana alikataa kujoin. Hapo nilipigwa knock, magoti katokana kabisa for hiyo form 1. So ikapiga wenyaza mpira ilikataa, hiyo shule ikaniacha kapelekwa Senende magoti kakataa, nikakuja nikapelekwa Nairobi Hospital wakascan. But hizo scanning bado tu wananiuliza tu, are you a sportsman? Kaambia yes, are you a sportsman? Hatuoni kitu yote but itarudi. Nikirudi shule nikipiga mazoezi, sasa hizo niko boy school sasa. Senende concentrate sana na ball, Senende hakuwa na concentrate sana na ball. Huko pia madhene pia ashasema sasa wewe mpira imefanya grade zako zinarudi down, taka usome. So nikirudi ground nikirusha mguu tu vizuri, magoti yanatokana, nikachange sasa career. Kachana na ball nikajaribu sasa baki. So school the last 3 years yenye nilikuwa chuo nilikuwa cheza baki. So ulikujaje ukajiland kwa mpaka kocha wa Gogo Boys? So kuja kuwa coach wa Gogo Boys hiyo ni after kutoka chuo. Hiyo time sasa nilikuwa kwanza before nikuje nikuwe coach nilitoka chuo nikafisa magoti imerudi poa. Nikaamua sasa kurudi tena ball kiasi. So nikiwa home after chuo kapelekwa kana kuzo wangu fulani side za Kakamega town, in between Kakamega and Mumias. Kuna ka village huko walikuwa na team ilikuwa inaitwa Kasuku. Those were the days that pia kulikuwa bado na Mumias team, so we used to go to play na Mumias FC. Chezo huko hivi wakaniona, lakini kapen Kidera ametake over kampuni na group yake wakavunja hiyo team. Na hivyo pia hata Kasuku ndikaisha cause Kasuku ilikuwa inachukuliwa kama junior team ya Mumias. So nikatoka huko nikarudi tena Nairobi kuja kujoin Kole. Kakuja nikajoin first nilijoin timu gani? Ilikuwa Kibera United. Kacheza bola hapo Kibera United, but hiyo time timu hazikuwa zimeingia ligi. Timu ilikuwa ligi ilikuwa Celtic. Celtic ndio ilikuwa timu ya ligi. Hizi zingine zilikuwa ni timu tukuje tucheze tona, tukuje tupige alafu. So katoka Kibera United niko Kole na ngoja kujoin Kole. Kidogo best yangu mmoja tulikuwa cheza na yeye kutoka Laini. Walikuwa cheza Celtic, akakuja akanichukua. Kaniambia ni aje manze, kuna team imeanza na inapiga ligi, achana hizi mambo za ball ya short terms, twende tupige. Huko Celtic nikapiga game kama 2-3, but hata ukienda kwa picha za Celtic huwezi nipata cause ilikuwa short notice. Leo nimechukuliwa, nimeenda huko napata wame launch jazi, napelekwa huko Gashie nimepiga game, hata bila kadi ya ligi. Kapiga game kadhaa, kidogo barua ya Kole imekaa, nikarudi Kisumu Kole. Okay. Now as a coach wa Gogo Boys, wewe tumia strategy gani kwa to manage your ball ndo mpaka mkafika division 1? First strategy yangu niliingia kwa ball. Wakati nilikuwa nacheza ball nilikuwa naona vitu zinapenda makoch. Naona coach anaamua close points kwa kutaka kufurahisha mchezaji ama kufurahisha msee fulani.
So mi strategy yangu ikakuwa mimi nikijoin kukuwa coach nikamwa na create a level yenye kila mtu ako the same kwa team. One, ukisha create hiyo level inaleta brotherhood, inaleta friends. So hakuna msana feel ni mtoto wa coach, huyu ni kijana wa coach ama ni kijana wa ofisi ama. So kila mtu ako level the same. You have to train for you to play. You have to show us your best for you to be part of the starting 11. Ama to be there on the team ya kutravel. So na create kwanza your brotherhood kwa team. Na create same level ya kila mtu feel at home. Alafu thirdly una set clear goals, alafu hizo clear goals una make sure kila mtu anaziona. Na agree tunaoniaje jamaa. Hii season first leg kama team ni 10 tunataka point less, wacha tuseme 26 ama 28. So ama utake tu hata 30 kwa team 10. Utake 30 ukianguka vibao utajipata hapo kwa 20 something average. So kisha set hizo goals naambia na unaonyesha unaambia paka kwa mazoezi zile una train mtu ana feel yenyewe hii ndio njia. So swali mimi ningetaka kuuliza kwa coach na kama na criticism mob sana. So weka kochari wewe wanga unazihandle kivipi? Okay, venye nimesema kwa story yangu hapo nyuma ni ukiangalia kwa ball nimecheza sijaenda mbali. And one of the criticism ni sifai hata kwa coach ama asiwezi kuwa best a good coach cause sijacheza premier ama ball yangu ijanipeleka outside the country. But those are things that are there to mold you ama kukuwa strong. Yeah. So unatumia kama stepping stone. Fulana amesema I'm not a good coach. Una make sure sasa unataka kumprove. Na the point una prove how say wrong is the point unafanya nini? Una do the best. Kochare umekuwa coach wa Gogo Boys since 2014. How has your life been as a coach wa Gogo? Has it been smooth ama kuna some roughness? Let's not forget ama tusitoe issue that Gogo Boys is a community team. Okay. And managing any community team despite the level that inacheza ama how small the league they are participating in ni mtihani. So I can't say that imekuwa smooth. Ni rough. Inataka roho, inataka ujiamini na ndio yani to concentrate ndio give your best. So since ni join Gogo nilikuja Gogo first kama assistant coach under coach Kipruto. Na tukafanya naye kazi kidogo. Hiyo time pia nilikuwa nafanya job. Na nilikuwa pia nimejoin na Baraton Uni nilikuwa nafanya degree yangu hiyo time. So sikuwa na give fully sana kama coach, so that's why nilikuwa comfortable na assistant position. So hiyo two time tulikuwa na learn more, but hiyo time pia kukuwa na followers wengi sana kwa team. But at the end of the day tusitoe hiyo fact that it's a community team, kuna watu wanafuatilia wawili watatu. And that hiyo time ya coach Kip na mimi kama assistant ni a few individuals walikuwa wanatoa do yao. So you can imagine nasi wametoa yao tu kidogo hiyo kusupport team, alafu you are not giving your best. So it has been tough, but it's also ni learning na ni kitu fiti. If you can handle that pressure then you can do it. Kochare, I think umewatch games za Kibra and so liminda kuuliza ni from the games za Kibra umeona, what is their strength na what is their biggest weakness? First, as a coach, hii ni kitu moja atakato waelewe. Squad ya Kibra ya last season na squad ya Gogo ya last season, Kibra ilikuwa na a very strong team. Kibra ilikuwa na a very strong team. Kitu naweza sema tu tulilaka Kibra as a team ililaka proper preparation last season. Kulikuwa na on off, in fact kulikuwa na Kochare, I think umeona game kadhaa za Kibra wakicheza. So mimi nitakuuliza ni what are their strength na what are their biggest weakness as a team? Kitu ya kwanza kuwataka watu wajue ni between Gogo na Kibra season 2020-2021 Kibra ilikuwa na more talent na a strong
team than Gogo Boys. But their weaknesses penye ilitokea ni preparation, ilikuwa na issues mob kidogo during their preparation before the beginning of the season. Their strength ya Kibra United na imewawinia most games ni fan base. Wako na a very strong fan base. And their fan base inaenda na wao kila mahali, kila place. So tu ni wasi wakijua tu hiyo advantage watajua vitu mob. Kibra wamewin, wametoka from down to kuja kuwin game because of their fan base. Gogo Boys pia numbers are growing. As I told you, tukikuja before nikiwa kama assistant wa coach Kip, number ilikuwa down. But since team yanze kugrow, yanze kudevelop na hiyo winning mentality na hiyo winning games, imefanya some of the fans saizi number inaongezeka. Na hata kuna mafans wako die hard fans wa Kibra United wenye saizi at least wanaweza support Gogo Boys because of their. So kuna hiyo paka kunako wale watu walikuwa wasema mimi na support tu Kibra United peke yake. Saizi wamefeel naweza hata support Gogo Boys because of the growth na the beauty of the game venye na change. So one ni hiyo game venye nachezeka because good results na attract wase wengi. Secondly, na hii nayo ni kitu naweza sema pia Gogo imeventure in sana ni social media sites zao. Zimekuwa juu sana na one of the nini confirm your story Fire Mama alisema venye Gogo Boys natumia social media yao ni poa sana. Paka saizi kuna mafans all the way outside from Kibra mtako ya social media wenye watu. Na si tu Gogo Boys, hata Kibra United pia social media. The two teams wanafanya great job kwa social media, ni attract more guys. Niko paka na mtihani saizi. Naweza tulia tu hivi kidogo nikifungua simu yangu messages zimeingia mingi sana. Coach, mimi niko Kisumu, ningependa kujoin team. Coach, naweza kuaje fan wa Kibra, naweza kuaje fan wa Gogo? How can I get this jersey? How can ani tu zimekuwa watu wanakuambia outside saizi mtaa. Zimeanza kuwa teams zina attract fans outside from Kibra. Juzi tumecheza hito na ya Umoja. Na wase wengi sana wamefall in love na game, wamesema you have a good team na kuna talent. Nikamwambia at least sasa mmeona tu Gogo peke yake kicheza. Kuna siku inafahamu kuje muone Gogo na Kibra zikicheza and you'll see. So wakanuza and how comes game inachezeka talent iko lakini watu kasema kuna ile notion yenye iko kwa especially Nairobi that football uchezwa tu East Nairobi East, hakuna ball West. So hiyo ndo notion ikicheza yote na kwa kuja kutoa hiyo notion. That's why nilifanya juu chini kumaza nimemaza kwa podium at least wajue kuna talent the other side of the. So wewe as a person, wewe kama sasa as a person kama Kochare, ni achievement gani ushaifanya ambao ukaa chini unasema mimi kama Kochare niko proud manze? As a coach, especially kwa hii level tuko na hii level mimi niko ni kugrow na kuona mchezaji ana grow. Na one of the achievement nimedo ni kutoa mchezaji kutoka kwa mchezaji wa tournaments za 7 aside ama short term games to a reliable player mwenye amekuja paka kwa top flight. So kuna wachezaji nimework nao na saizi naona kwa top flight na feel poa sana. Niko na mtoi mmoja nilimtoa side za Ngong anaitwa Onyi. Saizi ni first 11 pale Sharks. Nilimtoa tu chuo kwa hivyo nikamleta hapa game. Saizi ni first 11 huko Sharks. Kuna mtoi mwingine tulimtoaga Mashi. Kamleta huko hivi pia alikuwa amezoea tu kucheza nini. Saizi ni top flight wapi? Premier. So hizo ndio great achievement apart from mtu tumedo na tutaona nini. Kama coach sisi ufeel poa kama uliwak na mchezaji alafu ako hapo top. Kochare, swali nataka kukuuliza ni wewe kama coach approach na Kibra United to coach them, utakubali since there is this rivalry between Gogo Boys and Kibra United? Wewe utafilaje ukijoin Kibra United and mafans wa Gogo watakuonaje? First the clear clouds because the clouds has been so thick in a way that mchezaji ataka kutoka hapo, natumia tu example, mchezaji ataka kutoka Kibra join Gogo, but because ya ile pressure ya ama hiyo rivalry ya mafans
inafanya mchezaji ana hold back, na nimeona hata wengine wakitupa towel juu ya hiyo. So to clear the clouds ni kusema rivalry is between the fans. But for the coaches na players, hii ni passion yetu. If a chance inakuja nafaa kusaidia Kibra United to make a step, na niko na hiyo uwezo, then I'll do it. Mimi ni coach wa ball. At the moment na coach Gogo. Mimi si coach wa Gogo is not a sport. Gogo is a team. It's a team, Yeah. So hiyo chance ikikam because we want to grow. Naona nitapea an example na kuna saizi county Viga. Viga county teams zinakuja. Na do you know the funny thing, watu hawajafuatilia. Ni coach mmoja anatoa hizo team. Hii team ikishafika hapa anatolewa, kwanza anakuanga jobless kiasi, anaitwa Manoa. Akuje tena achukuliwe tena ekwe kwingine. Akuje tena inue. So kuna team kama 3 saizi ziko top flight. NSL, Premier, na I think pia NSL. NSL ziko kama 2. Tuko na Viga Bullets, tuko na United, na saizi kuna Luanda Villa pia na Kam. So if we tunaweza grow hivyo na mimi ndio the bridge, why not? Hiyo tamu umetumia ni poa sana. Wewe ni kochare, as in aubagui uchagui, bora kwenye hiyo exploitation. Hiyo ni kitu fiti sana. So Hussein, kochare sahii mtaa, mfano mimi ni fan wa Kibra ama Wagogo na nataka jezi ya the other team. Nikinunua jezi the other team itaniletea story sana. Ama nitatolewa from my team as a fan because of the rivalry. So wewe utaambiaje mafans juu ya football rivalry? Football rivalry sio enmity. It should not be an enmity. Hii ni kitu tu ya kupush ball isonge juu, lakini it should not be an enmity. We have houses zenye watu wanasupport different type of teams na kila mtu ako na free ku na opinion yake. So for a fan kama mamwa anataka kuvaa jezi ya Gogo, for example, unaona watu wananunua jezi ya Gogo alafu naandika hapo adui wa Gogo. First, that is hiyo ni banta. Adui wa Gogo ni banta. Inakubalika. But at the end of the day umefanya nini kwa kununua ile jezi? Umesupport nini? Ile team. Na community tunafanya because they are community teams. Community teams zinakuwa nini carried na community. Kununua jazi, kusupport wachezaji penye wanataka, kwa sababu wachezaji pia ni our brothers, ni watu wetu. So tukiwa support, ukiona wewe ni fan wa Kibra but una feel umtoi ama ubro wangu anataka kucheza Gogo, msupport tu, mwambie ndio ucheze, wewe ndio upige ball. Mimi kuwa fan wa Kibra sikuzoea nini kwenda kucheza ball. So being a fan wa team fulani maanisha ukue adui wa team fulani. Ama mkue maadui. Hiyo ni banta. Na sisi kwa nini ya ball watu nasema grao inabaki wapi? Grao. Tunatoka mtaa moja, tunafaa tupendane, unajua. Na mpira imetumika sana kusolve issues, conflict issues kwa more countries. Tumeona pale hivi Ivory Coast kuna siku Drogba alitumia hiyo kitu. Drogba aliamwapeleke team mali penye kunanga peace. Ni mali vita ziko all the time. Akamwa ni African Cup of Nation qualification. Drogba kasema akambia team na federation yaje, hii game nataka tuipeleke mali fulani. Na hiyo siku watu walieka guns down, wakaenda kaingia stadium wakaona game. Wale wasanapigana kwa streets, waliingia kwa one stadium, wakashare stadium na wakaona game. So football ni place moja kuleta PC, ni game moja. But haimanishi hatufai kuwa na mafans wa Gogo, hatufai kuwa na mafans wa Kibra. Hiyo inafai kuwe, but si enmity, ni rivalry tu. Footballer mgani unatambua ama na football coaches ni mgani wetu nasema nyewe ule anaweza? Hapo kwa best player sitakuwa categorically because wachezaji wako wazuri na wamepewa different abilities. And football as a sport ni team sport, which inahitaji from the first player to the 11th player. So naweza sema huyu ni mzuri, but huyu mzuri anahitaji huyu ndiye akue complete. So for the player ni wachezaji wameblessiwa in a different way na ni wazuri in their own level. For the coaches hapo mtaa, nimework na coach Solo mwenye saizi ni assistant
coach KCB as a player and as a coach. Na when we talk about best coach kwa world yetu kama ma coach, si kuna vitu tunaangalia most as compared to outsiders, ama let me say for the fans tuna concentrate sana na results. Coach amewin game ngapi, ndio best coach. But on our side ni venye coach anaweza motivate wachezaji wakuwe motivated kucheza game when vitu ziko difficult. And Solo aliprove once pale Black Star. Kuna time vitu zilikuwa zimekwama pale Black Star na alisukuma team mpaka kuna time ilikuwa top 3. So I can say venye aliwork na team hiyo time pia. Another msee anaweza nipea mtihani hapa mtaa pia ni coach Vijago. Coach Vijago is good in assembling a team. He can assemble teams of players that most people have never seen or heard about. But the moment watu hiyo wataka chini ball utarealize so kuna talent. Kuna coach Ken, kuna Stam, kuna coach mwenye alini inspire ndio nikaamua nikuwe coach Kip. Kip pia anajua kuwork na mayouth. Ken pia anajua kuwork na mayouth. Kip naweza sema ni kama mtangu cause ile school ya Chabol nikaambia coach ni aje jo. Mimi ni machana na competitive football, nataka kuwa coach hata kufikiria mara mbili. Yeye aliniambia to give it a try, kuja tusaidiane na wewe. And the second person nilishare naye alikuwa coach Solo. Coach Solo akaniambia if you feel like ni poa then give it a try. So hawa wawili ndio alinipush na nikaona it can happen. Kwa sababu kuniuliza bro umecheza ball paka wapi ama why do you feel unataka ni vitu nilishare nao, akaniambia bro keep it a try and you can do it. Na Solo ameni interest paka na wachezaji, anaweza nitumia wachezaji na anaambia ndeni kwa ule coach ni mzuri. Coach Keeper amekuwa akinipush kwa social media. So vile kwa nasema coach Ken pia wa Shofco makochi wazuri sana, amekuwa na vijana. Ukiangalia coach Ken sasa tuko na Wakinoburu pale hivi wazito amepita kwa mikono za coach Ken. Tuko na Titis Marcelo ako huko nje amepita kwa mkono ya coach Keep. Vile nikwambia growth yetu kama makochi mtani, ukiona mchezaji ako top flight na ana perform na alipitia kwa mikono wako. So makochi mtaa wanafanya job fiti, ni watu tu wape tu time kidogo wata appreciate job zao. Na kama kuna mtu anaangalia kiundani sana ataona job zao. Kwa sababu kitambo tukiwa tu na coach Aswani peke yake mtaa kulikuwa na uzito sana, tulikuwa tunapoteza matalent, basi sasa wengine to step up, watu waanze kukuja atupotezi talent, at least hizo talent zinakuwa nurtured vizuri na zinakuwa exposed. Kochare, wewe kama coach saizi umepanda mpaka division 1. Tell us about division 1. Division 1 si rahisi, umejipackage aje ku handle division 1? Div 1 hapo ndio sasa maturity football inaanza kuonekana. Hapo ndo tuna differentiation ya under categories. Unajua kwa mpira tunakuanga na zile manda 21 manda hot nini. Hapo sasa tunaanza kufeel sasa mpira ya under imeisha, now you are a professional footballer and a senior player. It's the same level where form ikipotea kwa top flight, na top flight zetu tuko na NSL na Premier, watu wanarudi kutafutia form up. So Div 1 it's a league on its own na ni tough, but on my side so far so good. Ofisi imenipea room ya kufanya recruitment and niko kwa hiyo process ya kujaribu ku fill in the gaps zenye nilikuwa nazo kwa Div 2. And pia I've been having friendlies like nimepiga na team mbili za top flight friendlies kujaribu kuona hiyo quality hiyo uzito wa maturity football. Na hiyo ilikuwa ni City Stars na Posta. Pia hizi tona nilikuwa nimeenda, hizi tona napiga pia najaribu kujelin wale the new coming players. So I'm really doing my best to prepare team because as you know football ni investment, ni kama tu business. Usipoirani vizuri tena itafanya nini? Itaanguka hata ikurudishe zero. But I don't want to kitu kama hiyo happen. So preparation saizi iko fit paka saizi as we are talking, bado sijavunja kambi even for the holidays. I'm still trying the new players na wale wachezaji wangu wenye walikuwa.
Sasa ningekuuliza Kochare, wewe motivate aje players wako senye mjafikisha target, mjascore, unajua? Wewe motivate aje? Senye unaona wako tu down tu, unajua? Yaani wewe motivate kivipi? Okay, ball inakuanga tough when you lose. Yeah. But on my side nimekuwa na a very difficult time na draw. Wakati tumekuwa tukitoa draw, I used to see paka hata machozi kwa macho za wachezaji. Cause target yetu yenyewe ilikuwa meset na ilikuwa ishawaingia. But at the end of the day, mika bro wao mbigi ama kama bro wao mbigi utaangalia tu hivi, utarudi chini. Sasa hizo hata unaweka stories za results kando. Now unaleta ile emotion, unaleta hiyo brotherhood sasa kurudisha sasa kando. Because don't forget that it was just one match na hii imeisha hivyo. We have another match tomorrow. So au nakanga tu nao unapiga story nao, alafu hiyo siku you don't even talk about the game. You don't even concentrate too much about the mistakes that was make kwa hiyo game. Nice. Yeah. When you meet on our first training, what you do ni fun games. Day one, just have fun. Kila mtu acheke, kila mtu asahau. Alafu next day unaanza zoezi eza kulingana na the previous match. Unaambia tu hii kitu ulifanya hivi na ikatukosa fanya hivi. But first after match you just talk to them, unaambia tu moral jamaa, we have another 3 points to go for. Let's forget about this one. Alafu mkimit next day na focus na have fun games na kujisaulisha whatever went up during the weekend. Nice. Now that umeongea juu ya new signings kwa timu yako, players wagani mtaa yenye unaweza tamani kuwa sign wakuja wachezee Gogo? Hiyo swali poa. Kuna talent. By the way, wacha ni disapprove the former president of federation. Kuna talent. Na saizi given a chance, kuna mchezaji pale Shofko. Ningependa sana ni kuwe part of the team. Kuna wachezaji kadhaa pale Kibra United. I wish nisitaje majina. Pale Kibra United kuna talents kadhaa zenye pia ningependa zikuwe part of the team. But kuna wachezaji ningependa sana kuwe part of the team hata kuna makochi nishawakuta nikaambia ni aje. So msaidie tu na mchezaji. Ukifika huko ndakuachia. But wananiambia pia wanataka kufika hiyo level. But pia mchezaji kikubali ama ikienda through, I'll be grateful. But kuna mchezaji pale Shofko. Ningependa sana akuwe part of my team. Na kuna wachezaji kadhaa Kibra United Kibra United na kuanga nao nisidanganye na kuanga na close sana na wachezaji hata after games kama mimi sina game na nimeenda nimeona game yao mimi huongea hata nao. Mwopea attitude mabeshte zangu na kuna toi pale wana grow, ningependa ku grow na. Oh, that's interesting. Coach, unaonaje grassroots football na scouting? Juu unapata matimu za mtaa wanatoa wachezaji nje, yet tuko na talent mtaa. Unasemaje juu hiyo story? Kitu ina affect mtaa ni hiyo rivalry that has been turned into enmity. Inafanya hatuwezi work na wachezaji wengine cause ya hiyo rivalry yenye nasema imeturn into enmity. Talent iko. But sasa unapata saizi nataka mchezaji for example pale Weza, but the relationship between this team na hiyo team inafanya na hold on kwa mchezaji paka inakuwa ngumu mimi kutumia mchezaji wa mtaa kwa sababu amekuwa hold on somewhere else na nataka sana afilio nini, so I'll go somewhere else na nilete mchezaji afanye nini, afilinio your place. The only issue na happen sana mtaa na ningependa pia kuiaddress niyo makoch kukatalia wachezaji. If uko na mchezaji ama niko na mchezaji na kijana kuja ni approach ambie Kochare ni aje, na feel nataka kuprovide services zangu kwa coach Vijago ama nataka kuprovide services zangu kwa coach Stam. Sisi tu agree tu na Stam
ama coach Vijago kijana aende huko, ama kama mimi nataka mchezaji kutoka kwa Star, nataka mchezaji kutoka kwa Ken, tuna agree to terms. Because hata inwa mtaa, hizi timu za mtaa, wewe ni coach wa mtaa, mimi ni coach wa mtaa. At the end of the day, sisi watu tunarudi tuna appreciateana, nasema yenyewe hata utapata sometimes na shauti ya mchezaji, "Oya mchezaji wa Ken." Kama nilimtoa wapi? Shofko. Unanielewa? Ama Ken atashout, "Wewe mchezaji wa Wilba." Na unaelewa? Na wachezaji pia wanaelewa. So unaona tukitengeneza hiyo nini itakuwa fit sana. So far so good, sina kuwe kama hizi team ndogo inafaa tukue kama feeding team za Kibra Black Star. Na wale imekataa pale Black Star inafaa kuja huku chini tufanye nini? Tuwainue. Nishaifanya hivyo na mchezaji mmoja. Alicheza paka pale top flight. Na alirudi gogo ikiwa huku chini, hata ikuwa div 1 ikuwa div 2 kwa chini. Na nikaongea tu naye poa, tukaongea nikamwambia wewe kitu ulikuwa na luck ni playing time, kuja hapa ndakupea playing time. Alipiga game 1 2 3 before tumalize league, amerudi NSL la season, amemaliza Premier. So ni vitu tu zinaweza happen, but hii kuenda nje inakuanga niko sasa, some of us tunataka hold on players na kwa ni mchezaji wangu. The only time naweza release mchezaji ni kama anaenda Premier, ama kama mchezaji anaenda kucheza inter schools huko away, ama kama anaenda kucheza Tonaza. But ati niache mchezaji aende achezee Wilba tengeneze jina mchezaji wangu, hiyo kitu imekuwa ina haunt sana growth ya development ya ball mtaa. So makoch na manager wote watoi na na wachezaji tuachilie mtoi aende penye roho yake na ina feel at peace, na hiyo itakuwa easy for us to build a team made of the community, where tunataka team of the community. Sasa tuna blame Black Star iko na wachezaji wa away na sisi wenyewe tuna hold on kwa wachezaji wa home. Why should I be the first to complain? Yet nime hold on a player that is supposed kwenda kucheza hapo juu Black Star inataka. Sawa, Black Star Kibera Black Star ume hold on players. Black Star ataka wachezaji 30. Tunawapea wachezaji 5. So ataendea the remaining 25 away. So let's give wachezaji chance to play where their hearts are. And it will be much easier on us kutengeneza community team yenye imetengenezwa na community players. But the moment una hold on, it enforce mimi niende away kutafuta mchezaji akuja filinio hiyo gap. They don't want to show their talent. Unaweza waambia nini? Vijana saizi naweza sema platform yao imekam so close to them as compared to our time, whereby platform ilikuwa yani ukiona mchezaji mwenye anacheza premium unaona wow msi, but saizi premium imesonga karibu, so platforms ziko mob. Kitu tu inatoa tu ni facility na equipments, but teams ziko, watu wako na programs huku hivi nje, watu wa join. Kama uko na talent, join to team, give your best, pena time yako. Na siku hizi nyota yao inawaka haraka sana. Kwa nini? Platforms zime trickle down, as in mtu ko div 1 lakini mtu ko inter schools, but unaweza piga inter schools immediately to Premier. Na a good example ni Marcelo kutoka Kakamega High alikuwa na nyemelewa na more than 3 teams na hajapiga hata 2 calendars kwa Kenyan Premier top flight kama ametoka. So naweza sema sasa hizi platforms zao zimerudi chini. At least hizi scouting kuna macho, alafu technology ease and things, kuna hizi social media, watu WhatsApp, Facebook, Twitter, as in watu wanaweza kuona, si kama kitambo simu ilikuwa ni moja na niyo ni ya dad, alafu haina kamera, ina chochote. So watumie hizi talent zao, watumie advantage ya hizi platforms na hizi technology venye imekam kufanya nini, kuna cha talent zao. So watu wasi hold back, wasiende kwa drugs, ama tuseme hizi vitu hazifai kwa community. Talent inalipa saizi videdly. I think hata kwa hii country tukienda tuko kweli, the most paid person ama the most earning person yako kwa sports, anashinda hata president wetu ako kwa sports. So vijana ni wajigundue tu mapema na wata make it kwa life through sports. Okay. So tumeshukuru Kochare, tumefurahia sana. Our viewer unaweza ona ile maswali tumekuuliza, so ningetaka kuwind up mara ya mwisho.
ungetaka kutuambia ni ungetaka kuambia viewer nini as in ungetaka wase wa juko Wilberforce as in ndasemaje kwa mara ya mwisho ungetaka kuambia nini wase huko wakujue wakutambue vitu kama hizo? Okay, first on a light note ni mimi si mjeuri venye watu husema. Mimi si arrogant. Mimi si arrogant venye watu wanasema. There was a time niliona to plug out tunasema Kochare ni mjeuri, Kochare aski. Mimi si mjeuri, the only thing ni approach. Approach. Kwa hii dunia venye uta approach msee ndivyo atakutake. Huwezi kuja kwangu point kidole hivi alafu expect nda smile. At first I'll be shocked. Na nitaeka sura yenye niko ready kukuhandle as venye unakam. So approach ya msee kwanza nina matter, but kusema ukweli mimi si mjeuri, mimi ni msee mmoja napenda peace. Na I don't like conflict, na spendi kufight. And I like listening too much. Musikiza. By the way, nimefikia hapo, nimefikia hizo vikombe hizi vitu watu wanaona nimebeba ama kufikisha timu hapa nimefikisha. Si jasoma ball sana. Mimi niko na tunasema basic coaching. Peke yake za England, kuna wazungu fulani wanatoka Southampton tu, ndio nimeenda kwa soka 3 alafu ya federation nimeenda 1. So I'm where I am cause sikiza watu sana. I learn, I like learning. Mimi upenda siku yangu ishe kama nimelearn. So mimi usikiza mimi upenda kulearn kutoka kwa msee. Mimi nasichagui, I can even listen kutoka kwa mtoto mdogo, kwa mtu mkubwa. Because you never know mtu anakwambia. Hata mlevi especially mlevi akikuita na jina, pay attention. Pay attention. Chome. Okay. Nice. So I was your host today, Mary Shanice, with my co-host Hussein. So mnaweza enda pale kwa Twitter, Facebook, Instagram, Kibra Mike on the go, and we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Msisahau kusanitize, kuvaa mask na social distance. Ciao.